Kwa muda mfupi tu, kiongozi mahiri ameibadilisha Tanzania. Ni simulizi ya mageuzi, ni simulizi ya uthabiti, ni simulizi ya mafanikio. Hii ndiyo awamu ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kupitia mageuzi makubwa, Tanzania imefungua milango mipya ya fursa. Sheria ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi ya mwaka 2025, Dira ya Maendeleo ya Taifa 2050, serikali inayoongoza kwa uwazi, kasi na msaada kwa wawekezaji. Dunia imetambua Tanzania sasa ni miongoni mwa vivutio vikubwa vya uwekezaji Afrika. Shukurani kwa uongozi unaofanya mageuzi kwa kusudi na kufungua milango ya kimataifa. Uongozi huu umechochea ukuaji wa uchumi, umeongeza ajira, umeimarisha mapato ya taifa, umeleta teknolojia mpya, umeongeza fedha za kigeni na kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje. Kutoka kilimo hadi nishati, kutoka utalii hadi teknolojia, kutoka maeneo maalum ya kiuchumi hadi madini endelevu, uchumi wa Tanzania umekuwa kwa wastani wa 6% kila mwaka kwa kipindi cha miaka 5. Pato la taifa limepanda kutoka dola bilioni 63 mwaka 2019 hadi karibu dola bilioni 80 mwaka 2024. Uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan unaleta ajira halisi, viwanda halisi na ukuaji halisi. Na katikati ya mafanikio haya ipo TISEZA, Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi Tanzania, kituo cha huduma mahala pamoja kwa mwekezaji, chenye kasi, urahisi na uhakika wa mitaji. Hapa ndipo wawekezaji wananufaika na vivutio vya kikodi na visivyo vya kikodi, urahisi na uharaka wa usajili wa miradi, vibali na leseni, upatikanaji wa maeneo maalum ya uwekezaji yenye miundombinu rafiki, ushauri na usimamizi wa kitaalamu, na kuunganishwa na wawekezaji wa kigeni kupitia ubia. Lakini zaidi ya yote, haya mageuzi ni kwa manufaa ya Mtanzania. Leo, mwekezaji wa ndani ana nafasi kubwa kuliko ilivyowahi kutokea. Kwa kushirikiana na wageni kupitia ubia na usaidizi wa TISEZA, Watanzania wananufaika moja kwa moja. Bidhaa nyingi ambazo zamani tulitegemea kutoka nje, sasa tunazalisha ndani kwa gharama nafuu. Saruji, sukari, chuma, mafuta ya kupikia na hata vifaa vya ujenzi. Hii inamaanisha bei nafuu sokoni, ajira kwa vijana na teknolojia mpya mikononi mwa Watanzania. Ni mfumo unaowawezesha Watanzania kuwa wamiliki, wabunifu na washindani wa kimataifa. Awamu hii sio takwimu pekee, ni kuhusu watu wenye nguvu, wenye stadi, wenye maono. Kuwekeza Tanzania ni kuwekeza kwenye Watanzania. Awamu ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni awamu ya fursa. Ni awamu ya maendeleo. Ni awamu ya Tanzania. Wekeza leo, uwe sehemu ya historia inayoandikwa.